Mtazamaji, nadhani umewahi kusikia msemo usemao kupanga ni kuchagua. Hivyo basi, mpaka sasa ulipo ni chaguo lako. Hili ni darasa huru ambalo halihitaji elimu ya chuo kikuu. Leo nipo katika banda la mfugaji wa kuku wa mayai ambaye aliacha kazi ya kampuni na kukimbilia fursa ya ufugaji wa kuku wa mayai. Ungana nami katika video hii yenye hadithi ya kusisimua, isiyochosha mboni, masikio, hata fikra zako, bali inakufungua ubongo. Ninayekuletea hadithi hii ni mimi Michael Mwamrima, na hii ni Mchuchuma TV. Mfugaji wetu anaitwa Nuru Ibrahimu kutoka Njombe. Karibu. Kuku wa mayai ambao idadi yake ambao wameshakuwa wamekomaa kutaga na mwaka mmoja wako kuku 800, lakini kuku wengine ambao wanaanza kutaga wenyewe wako upande wa juu wako na wenyewe 750. Pengine leo hii kama mtu ana mtaji wa milioni 1 anaweza kuanza kufuga kafikia ulipo sasa? Ndiyo. Mtu unaweza ukaanza kufuga kwa kiasi cha chini kwanza, na huwa mara nyingi tunashauriwa tuanze kufuga na tunaanza kwanza kufuga kuku kidogo. Unaweza ukaanza na kuku kwanza idadi ya kuku 200, na pia mara nyingi huwa tunapenda kuwashauri watu waanze kwanza kufuga kuku wa mayai, wajifunze magonjwa ya kuku, tabia za kuku, changamoto mbalimbali ambazo wanaweza wakakutana nazo, kwa sababu kuku wa nyama wanakaa muda mfupi tu, lakini unakuta kuku wa mayai wanakaa muda mrefu, 1.5 mpaka miaka 2. Kwa unakuta kukaa na kuku kama hujui tabia zake unapata kidogo changamoto, lakini ukiwa unamuelewa kuku ni vizuri unaanza kwanza kwenye kuku wa nyama ambao wanakaa muda mfupi, mwezi mmoja mpaka mwezi mmoja na wiki moja, alafu ndo unakuja kujifunza kukaa na hao kuku wa mayai. Kwa hiyo mtu ambaye anaweza kaa labda na kiwango cha milioni 1 anaweza kabisa kuanza kuku, lakini ina maana kwa idadi ya kuku anaweza kuanza na kuku 100 kwanza. Atajifunza tabia zake, magonjwa, wanakuwa wanahimili katika hali gani, wawatunze kwa namna gani mpaka kuwauza. Ni biashara nzuri sana, ni biashara ambayo pia inakufanya ujifunze na umjue kuku vizuri, alafu pia inakupa pesa nzuri sana. Kwa sababu mimi kwa siku ukipiga hesabu napata hela nzuri sana ambayo inanisaidia kujikimu mwenyewe. Mimi nimeacha kazi lakini nafuga kuku. Nimeamua kuacha kazi ili nifuge kuku. Hii ndo kazi yangu mpya. Kwa hiyo kama nimeamua kuachana na kazi nikaamua kujikita kwenye swala la ufugaji, maana yake ni kitu ambacho kinalipa. Kuku ananilipa zaidi ya mshahara wangu, hata mara 3 zaidi ya mshahara wangu. Kwa siku unapoteza kiasi gani cha fedha na unaweza ukaingiza shilingi ngapi kwa siku kupitia hawa kuku wa mayai? Kuku wa mayai kwa sasa, kwa sababu ya hali ya hewa, wafugaji wengi wa kuku wa mayai nahisi wananielewa ninachokisema. Sasa hizi hali ya hewa haijakaa vizuri sana. Kuku wangu hawa 800 wanataga tray 25 kwa siku. Hizo tray 25 kwa sasa bei huwa zinacheza. Kuna muda tunauza tray moja shilingi 8500, kuna muda tunauza tray shilingi 9000. Kwa hiyo hali ya hewa inafanya kuku wanakuwa wanapunguza kutaga, muda mwingine wanakuwa wanataga vizuri. Mimi sipati hasara kwenye kuku wangu wa mayai sana, kwa sababu chakula anachokitumia natumia chakula cha dukani. Chakula cha dukani kina virutubisho vyote ambavyo viko ndani ya hichi chakula. Kwa hiyo hata kama napoteza lakini sipati hasara. Sawa. Kwa siku labda unatumia chakula kiasi gani au cha gharama kiasi gani, na kwa mwezi ni shilingi ngapi ambazo unazitumia kwenye kulisha kuku kwa mwezi, ukitoa ukiachana ile gharama ambayo unayotumia kwa siku, kwa jumla kwa mwezi unatumia kiasi gani kuwalisha hao kuku? Mara nyingi kuku wa mayai huwa tunapiga kwa siku, kwamba kwa siku anakula chakula kiasi gani. Kuku wa mayai wote ambao wapo ndani ya banda langu huwa natumia mifuko 4 kwa siku. Ina maana mimi nawafuga, nawalisha asubuhi, nawalisha na mchana hivi. Kwa hiyo huwa natumia mifuko 4 kwenye kuwalisha. 2 nawalisha asubuhi, 2 nawalisha jioni, mchana. Wewe kwa sasa ni mfugaji ambao umekwisha kuwa mzoefu. Pengine watu wengine hawaelewi kwamba ni kiasi gani kwamba kuku wanaweza kawa ni moja ya ajira kwa watu ambao wanataka kufanikiwa kwenye maisha yao ya kawaida. Ni kiasi gani kuku wanalipa kwenye hawa mayai? Kwa wale wafugaji ambao wanaanza na wafugaji ambao ni wazoefu, nadhani wazoefu wanaelewa vizuri. Hii ni biashara kama biashara zingine ambavyo tunazifanya.
Kwa hiyo wakati unafanya hii biashara, cha kwanza kabisa unahitaji kuwa makini, unahitaji kufanya biashara, kutunza kumbukumbu na pia kuandika kila kitu ambacho huwa kinaendelea. Mfano, unatakiwa uandike unanunua chakula kiasi gani, unapata mayai kiasi gani, unauza kwa shilingi ngapi. Lazima uwe unajua kwamba umepata hasara au umepata faida. Hii itakusaidia mtu uweze kujua kwamba kwenye hii biashara unaenda mbele au unarudi nyuma. Kitendo cha kufanya cha kuwa unafuga kuku kinaweza kikakusaidia sana mtu katika kuongeza kipato, kwa sababu unakuta katika swala zima la ufugaji tunapata mbolea. Ile mbolea inatusaidia pia, unauza mbolea kwa wakulima wa parachichi, kwa wakulima ambao wanalima mboga mboga, kwa wakulima ambao wanalima mahindi, wote wanatumia hii mbolea. Kwa hiyo inaweza ikakuongezea kipato zaidi, kwa sababu ni sehemu pia ya biashara. Kwa hiyo utauza mayai, utauza mbolea, pia kuku hawa mayai wakishakuwa wakubwa unauza kama kuku wa nyama. Pengine umewahi kupoteza kuku wengi kwa wakati mmoja, na ilikuwaje? Ndio, nimeshawahi kupoteza kuku wengi kwa wakati mmoja, walikuwa wamelaliana. Ilitokea ghafla umeme ulikata, alafu walilaliana kuku 70 kwa mara moja. Niliumia, lakini nikasema ni sehemu ya changamoto. Kwa hiyo changamoto zipo kwenye biashara hivyo. Pengine ni kosa gani linaweza kumwangusha mfugaji wa kuku ndani ya siku chache? Ni kosa gani ambalo watu wengi wanalifanya alafu linawaangusha katika ufugaji wa kuku? Kosa kubwa ambalo mfugaji yote wa kuku ambao anaweza akalifanya alafu akaja akajutia ni, sasa kwa Kiswahili ile neno silijui linaitwaje, biosecurity. Biosecurity, ukishindwa kufanya biosecurity ina maana unakaribisha magonjwa ndani ya banda lako. Ukikaribisha magonjwa ndani ya banda, ina maana unaweza ukapoteza kuku wengi sana kwa wakati mmoja. Ukishapoteza kuku wengi, mfano unaweza ukaingiza labda kideri, mtu ana kideri ukamuingiza ndani ya banda, kuku akapotea wengi sana. Ukaingiza magonjwa kupitia labda tray hizi, huwa tunaazimeshana tray. Unakuta tray za mfugaji mmoja zinaenda kwa mfugaji mwingine. Wakati unakusanya mayai, kuku anaweza akadonoa zile tray, unaambukiza pia magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo ukizingatia biosecurity, huwa mara nyingi sana inasaidia kwenye kupunguza magonjwa, na hivyo hutopoteza kuku wengi kwa wakati mmoja. Kuna magonjwa kama ulivyosema hapo, kuna hicho kideri, na pia huko kuwepo na ugonjwa wa boto vinakaa kwenye macho, unaitwa utitiri, kitu kama wanasema utitiri. Huu unakabiliana nayo vipi kuhakikisha kwamba kuku wako wanakuwa salama na wanakupatia kile unachokihitaji kwa wakati huo? Kuna baadhi ya magonjwa huwa yanatokana kulingana na msimu, hauwezi ukayazuia hata kama unakinga banda lako kwa namna gani. Yale magonjwa huwa mara nyingi yakishatokea, huwa kama haujaliweka vizuri banda lako, huwa kuna namna ya kutibu, kuna namna ya kuchanja. Mfano kama utitiri, kuna dawa za utitiri ambazo unaweza ukawanywesha ukatoka utitiri, kama zile za minyoo ambazo pia zinatoa na utitiri. Alafu pia kuna dawa zingine unakuta zipo madukani, labda za mafua, kuna chanjo mbalimbali. Yote ni kusaidia kukabiliana na yale magonjwa pindi yanapoanza kutokea ndani ya banda. Najua kuna milima na mabonde wakati wa zoezi la kufuga kuku. Kuna siku uliwahi kukata tamaa kabisa kwenye hii biashara ya ufugaji wa kuku? Hii ni biashara ambayo naitegemea kwa asilimia kubwa sana. Siku ambazo huwa nakata tamaa ni zile siku ambazo kuku wanakaribia, yani umelisha kuku muda mrefu, yani wamekula almost miezi 4. Wakishakuwa wamekula miezi 4, wanakaribia kuanza kutaga, unahisi kama unakata tamaa, lakini baadaye wanaanza kutaga, unaanza kunufaika. Kwa hiyo ni kitu ambacho hamna biashara, hamna pesa ambayo ni rahisi. Lazima upambane. Kila biashara, kila kitu ni kigumu. Ni kupambana tu. Sawa. Kitu cha kipekee ambacho unaweza ukawa unakifanya? Mimi upekee wangu ambao nimeufanya, nimeweka kuku wangu kwenye haya mabanda ambayo wanaita cages, ambazo pia huwa zinasaidia sana kuzuia magonjwa. Kwa hiyo upekee ambao nimeuweka mimi ni kwamba nimewaweka hivi kwenye hizi cages ili kuzuia magonjwa mbalimbali ambayo wanaweza wakayapata kutokea chini. Hili banda kwa ujumla lina thamani kiasi gani ukipiga tathmini kuanzia vifaa ambavyo umewekeza hapa, jengo kwa ujumla? Hili ni godown, nililijenga taratibu. Hapa kuna vitu vingi kwenye hili banda. Kuna hizi nyumba za kuku wanaziita ambazo ni cages, kuna godown lenyewe,
kuna cameras hizi kwa ajili ya ulinzi. Kwa hiyo tumeweka kamera zote zinaonekana. Kwa hiyo ukipiga thamani ya hili banda lote kwa ujumla linaweza likagharimu kama milioni 50 hivi. Ndio. Kwani kuna changamoto mpaka kumeweka kamera? Kuna changamoto? Kama nilivyosema, hii ni biashara. Kwa hiyo unapokuwa unafanya biashara, mara nyingi unatakiwa ulinde pia biashara yako. Kitendo cha kuweka kamera, maana yake unakuwa una uwezo wa kuangalia kila kitu kinachoendelea. Mfano, upo kwenye mizunguko yako, kuku hawana maji. Utawaona tu kwamba kuku hawana maji na utamstua kwamba kijana, kuku mbona hawana maji? Kwa hiyo hii inasaidia sana kwenye swala la ulinzi, pia kuangalia mambo yako yanavyoenda ukiwa mbali. Sawa, kuna watu ambao bado wanafuga ndio wanafuga kuku au wa mayai, lakini bado wanafuga ile njia za zamani analog. Unawaambia nini? Hapana, sasa hizi dunia inaenda mbele, inaenda kasi zaidi. Kwa hiyo tunachoweza kukisema ni kwamba tujitahidi sana kwenye swala la kuboresha vitu vyetu, kuboresha biashara zetu, kujiboresha na wenyewe. Ina maana ukifuga kisasa lazima utapata faida, kwa sababu hauna utakachokuwa unakipoteza kwa sana. Kwa sababu kama ukiwa unatumia hizi cages, unaona mayai kama hivi, mayai hapo, unajua kabisa huyu kuku labda hajataga, hawa hapa wametaga, unajaribu kuangalia wana shida gani, kwa nini hawa hawatagi. Ina maana utaangalia, je, maji hayatoki kwenye hizi nipples zao, unaweza ukazirekebisha, au labda wana ugonjwa. Kwa hiyo ni rahisi kugundua changamoto mbalimbali kuliko kuku tukiweka banda eneo kubwa tukaweka wote chini, haujui kuku gani alienda kutaga, kuku gani hajataga, kuku gani ana shida, ni ngumu sana. Kwa hiyo kama mtu una uwezo wa kufuga kisasa, ni vizuri ukafuga kisasa ili upate faida zaidi. Sawa, pengine ratiba zako kuanzia asubuhi kuhakikisha kwamba hii biashara yako inakuwa endelevu. Huu unatumia mbinu gani ile asubuhi umeamka? Ratiba yako ipoje? Ratiba yangu nikiamka, cha kwanza huwa napita mabanda yote, kwa sababu mabanda yote yanakuwa tayari yameshahudumiwa. Kwa hiyo huwa napita mabanda yote na kagua kuangalia chakula kimewekwa kabla sijatoka. Kuku wote wanapata maji, huwa ndio vitu mara nyingi huwa navikagua kabla sijatoka. Katika ufugaji wako kwa sasa una miaka mingapi? Tangu nianze kufuga nilianza kufuga 2017 mpaka saa hizi. Ina maana kila siku zinavyozidi kwenda naongeza idadi ya kuku. Na ndio maana uliponiuliza kwamba baada ya miaka 5 ijayo unajiona utakuwa wapi, nikakwambia najiona labda naweza nikawa na kuku hata 10,000, kwa sababu kila mwaka najaribu kupanda, hata kama kwa kiasi kidogo, hata kama kwa kuongeza kuku 100 napanda kidogo kidogo. Ndio. Sawa, pengine hapa tunaona kuna mayai mengi sana. Ndio. Labda vipi wateja wako na wapata kwa muundo gani? Wateja wako wengi sana na mayai wanasema yanahitajika bado mengi sana sana. Kwa hiyo wateja wapo, kwa sababu kuna wateja wako mbalimbali, kuna hoteli nyingi, kuna sehemu zile za kupika chips ni nyingi, bado wanahitaji mayai. Ni sisi tu huwa tunashindwa saa nyingine. Ndio maana unakuta hata mayai mengine yanaingia kutoka mikoa mingine, kwa sababu tunakuwa saa nyingine tunazidiwa na soko. Lakini uhitaji bado ni mkubwa sana. Vijiji vyetu vyote, vijiji vingi sana vya Njombe, unakuta wengi wanategemea bidhaa kutoka mjini. Mfano kama mayai yanatoka mjini yanaelekea kijijini. Sasa ukijaribu kuangalia vijiji vyote na idadi ya mayai ambayo tunayo, ina maana soko lipo. Pengine ndani ya miaka 5 ijayo unajiona wapi? Inshallah Mwenyezi Mungu akituweka hai, miaka 5 ijayo natamani kuwa na shamba. Niwe na shamba kubwa ambalo linaweza likawa linamiliki hata kuku 10,000, Mungu akipenda. Ndio ndoto yangu. Sawa, pengine kuna support yote ambayo unaipata labda kwa mwenza wako kuhusiana hiki unachokifanya kwa sasa? Mimi support naipata kwa watu wengi. Naipata support kwenye familia yangu, wazazi wangu, kwa baba watoto wangu, rafiki zangu, jamii nayo nizunguka. Watu wengi wananisupport. Sawa, kuna wengine pengine walishaanza hii biashara ya kufuga kuku wa mayai lakini wakaanguka na hawana mitaji. Fanyaje ili wainuke tena? Hii ni biashara kama biashara nyingine. Ninavyosema kwamba hii ni biashara, maana yake kuna namna unavyoanza biashara lazima uwe na mtaji. Kuna namna nyingi za kupata mtaji. Kuna vikundi, unaweza ukakopa benki, kuna namna ya kupata hela. Kwa hiyo kama vile tunavyoanza biashara zingine, na hii ni biashara kama zile biashara nyingine, lazima uiwekee mtaji na utenge mtaji, na huo unafanya hesabu. Lazima ujue napata mayai kiasi gani, nalisha kiasi gani, napata faida kiasi gani, na uandike. Hichi ni kitu ambacho ni muhimu sana, kwa sababu hatufanyi hii biashara kwa ajili ya maonyesho.
kwamba unataka tu umuonyeshe mtu kwamba mimi nafuga kuku. Hapana, tunafanya hii biashara ili upate kipato, ikusaidie wewe na familia yako na maisha yako. Biashara ya kuku wakishakuwa wamechoka kutaga, mara nyingi huwa inategemea unawatoa kwa muda gani. Mfano na mteja uliyempata pia. Unaweza ukampata mteja wa shilingi 12,000, wa shilingi 14,000, inategemea jinsi maridhiano ambayo mmeridhiana. Kuku wangu mimi wa mwisho kuwatoa nimewatoa kwa 14,000, kwa shilingi 14,000 na walikuwa ni 600 ambao walinisaidia kwenye kuanzisha kundi lingine la kuku. Nikanunua vifaranga, nikanunua na chakula cha kuanzia. Neno lako la mwisho kwa watazamaji ambao wanakuangalia hivi sasa ni lipi? Neno langu la mwisho ni kwamba nawakaribisha sana watu ambao wanatamani kufuga. Karibuni sana, hii ni biashara nzuri sana, ni biashara ambayo pia inakufanya ujifunze na umjue kuku vizuri, alafu pia inakupa pesa nzuri sana. Kwa sababu mimi kwa siku ukipiga hesabu napata hela nzuri sana ambayo inanisaidia kujikimu mwenyewe. Mimi nimeacha kazi lakini nafuga kuku. Nimeamua kuacha kazi ili nifuge kuku, hii ndo kazi yangu mpya. Kwa hiyo kama nimeamua kuachana na kazi nikaamua kujikita kwenye swala la ufugaji, maana yake ni kitu ambacho kinalipa. Kuku ananilipa zaidi ya mshahara wangu, hata mara 3 zaidi ya mshahara wangu. Hivyo basi nawakaribisha sana wafuge, tuko pamoja, tutasaidiana na tutashirikiana. Sawa, labda wewe umeacha kazi, labda ulikuwa unafanya kazi gani na ni wapi? Pengine ulikuwa umeajiriwa kwa mtu binafsi au serikali au taasisi? Siwezi kuitaja kampuni, ila watu wengi watazamaji wanaofuga wananifahamu. Nilikuwa nimeajiriwa kwenye kampuni ya uzalishaji wa vifaranga na chakula cha kuku. Nimefanya kwa miaka 10, kwa muda wa miaka 10. Kupitia hiyo kazi ambayo nilikopo naifanya, ndipo ambapo nilijua kwamba kuku ana tabia gani, yani nilimjua kuku vizuri. Kwa hiyo kupitia pale nikaona kwamba hii ni fursa. Ni bora na mimi niitumie fursa ya namna hii, niache kwanza kazi, nifanye kazi yangu. Kwa hiyo ina maana kupitia ile ajira ambayo nilikuwepo nayo, nikajifunza vitu vingi, nikatembea maeneo mengi, nikajua kuku anahitaji nini, akae wapi, afanyaje, ale chakula gani ili awe hivi. Nilijifunza vitu vingi. Ndio maana nikaona sasa hizi ni muda mzuri wa kuacha kazi za watu na kufanya kazi zangu. Sawa, upo huru kiasi gani sasa wakati umeanza kufanya mambo yako wewe binafsi? Mimi nipo huru sana kwa sababu tangu niache kazi naweza nikasimamia vizuri mabanda yangu. Kama unavyoona mabanda ni masafi, naweza nikasimamia mwenyewe, naweza nikasimamia pia masoko ya mayai yangu, nikajua kabisa nimfuate mteja fulani, niongee naye, nianze kufanya naye biashara ya mayai. Pia niko uhuru pia kama mfano nataka kutoa